Ledama Ole Kina badilisha msimamo na kumkemea Rais William Ruto vibaya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Seneta wa kaunti ya Narok Ledama Ole Kina ameibua mjadala mpya wa kisiasa na kijamii kufuatia kauli yake kali dhidi ya mpango wa biashara wa hewa ama carbon credits katika maeneo ya jamii ya Wamasai. Kupitia ujumbe wa usiku uliosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, seneta huyo alishtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kile alichokitaja kama ukoloni mamboleo unaoendelea chini ya kivuli cha uhifadhi wa mazingira. Na katika taarifa hiyo yenye maneno makali, Ole Kina alieleza hofu yake kwamba mikataba ya kigeni inayohusu biashara ya hewa ukaa inatumika kama chombo cha kupora ardhi za asili za Wamasai bila ridhaa sahihi ya jamii husika. Alisisitiza kuwa mikakati hiyo haileti manufaa yoyote moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida, bali na wanufaisha wawekezaji wa kimataifa na mawakala wa ndani wanaojihusisha na biashara hiyo. Kauli ya seneta huyo imeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi na wadau wa maendeleo, wapo wanaompongeza kwa kuibua swala hilo nyeti, wakimwelezea kama sauti ya kweli inayotetea haki za kijamii na kimazingira. Kwa pande mwingine, baadhi ya wakosoaji wake wamemshtumu kwa kutoa kauli zisizo na mwelekeo thabiti, wakikumbusha kuwa mara kadhaa amekuwa akionekana kuunga mkono ajenda za serikali hiyo anayoikosoa sasa. Wafuasi wa harakati za kijamii kutoka jamii ya Wamasai wamelitumia tukio hilo kuibua mjadala mpana kuhusu hatima ya ardhi yao ya mababu. Baadhi yao wameonya kuwa bila elimu sahihi kwa jamii, biashara hizi za kimataifa za mazingira zinaweza kuwa chombo cha kupora rasilimali kwa jina la maendeleo endelevu. Wengine wamesisitiza kuwa viongozi hawapaswi kukomea kwenye kauli za mitandaoni pekee, bali wachukue hatua madhubuti kama vile kuendesha kampeni za uhamasishaji wa mashinani. Viongozi wa jamii na watetezi wa haki za binadamu wameitaka serikali kuweka wazi mikataba yote ya kimataifa inayohusisha ardhi za jamii za asili, huku wakihimiza ushirikishwaji wa moja kwa moja kwa wanavijiji kabla utekelezaji wa mikataba hiyo. Kwao suala la uhifadhi wa mazingira haliwezi kutenganishwa na haki za ardhi na uhuru wa jamii za kienyeji. Licha ya ukosoaji huo, Seneta Ledama ameonekana kushikilia msimamo wake kuwa maslahi ya jamii ya Wamasai ni muhimu zaidi kuliko ahadi za kifedha kutoka kwa uwekezaji wa nje. Huku mvutano ukiendelea, hoja kuhusu uhalali wa biashara ya hewa ukaa katika ardhi ya jamii za asili inazidi kuibua maswali kuhusu usawa wa maendeleo, haki za kijamii na hatima ya uhuru wa wananchi kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayowahusu. Kwa sasa mjadala huu umevuka mipaka ya kaunti ya Narok na kuwa ajenda ya kitaifa inayogusa mazingira, utawala bora na mustakabali wa jamii zinazotegemea ardhi kama sehemu yao ya maisha ya kila siku.